unafurahia kuigiza kwenye dunia ama unajutia kuigiza kwenye dunia? Naweza nikasema nimefurahia kuigiza kwenye dunia, lakini pia kuna wakati mwingine mimi kwangu inakuwa ni majuto. Kwa sababu kila ambacho nimekitegemea kwangu imekuwa ni tofauti. Ninazozungumzia ni jambo ambalo ni la ukweli kabisa. Kwa sasa hivi nimeamua kusimama kwanza kidogo. Ndio maana sionekane kwenye dunia. Unaweza ukatuambia ni kipi kimekufanya usimame kuigiza kwenye dunia? Ni maslahi tu. Maslahi yako yanapokuwa ni machache. Ndio maana yake. Hakikisha umegusa button nyekundu ndio kwa neno subscribe kwa Mwanafamilia Gamba TV. Mimi ni letea taarifa kuwa Amani hayupo kwenye tamthilia ya dunia, na mtu kutoka miongoni mwa mashabiki tu walisema wamekuona sehemu. Nikasema ngoja nimtafute Amani kwa sababu kuna episode kadhaa kwenye tamthilia ya dunia hatujamuona. Nikasema yuko wapi, na leo basi nipo na Amani. Tutajua ukweli. Je, kwenye tamthilia ya dunia yupo ama hayupo tena, na ni kipi kimetokea? Amani vipi? Bwana safi ndugu yangu. Kwa mtumishi? Namshukuru Mungu. Mtumishi kweli ama tulikuwa ni maigizo? Wewe unanionaje? Gamba. Nasi kama kuna maigizo fulani. Yanaweza kawepo maigizo, lakini ndani ya maigizo unaweza pia kuwepo ukweli. Kwa tukiana na ukweli kabisa, Amani ni mtu wa dini sana. Amani sio mtu wa dini sana, Amani ni mtu wa kawaida tu, lakini tukizungumzia upande wa dini kwamba sisi ni binadamu na siku zote tunaishi pia katika misingi ya dini hata kama tuna mambo yetu. Mimi nataka nifahamu jina lako lisiwa ni Amani au ni nani? Jina langu halisi mimi naitwa Amani Solomon Masuza. Amani ni mzaliwa wapi? Mimi bwana nimezaliwa Singida. Singida. Mimi nataka nipate safari yako ya sanaa kidogo kabla ya kufika kwenye dunia. Ilianza wapi safari yako ya sanaa? Ilianza Singida ama ilianza Dar? Hapana, safari yangu ya sanaa imeanzia Dar es Salaam. Nimepambana kidogo, nimefanya movie nyingi sana. Na nimeshafanya kazi na watu kama kina Ringo, lakini pia nimeshafanya kazi na watu kama kina Chiri. Nimeshafanya kazi na watu kama kina Shurkano Vingunguti wale. Nimefanya kazi na wasanii wengi kidogo kipindi cha nyuma hapo. Ukikumbuka ilikuwa mwaka gani kipindi unaanza sanaa rasmi kwa mara ya kwanza? Sanaa nimeanza 2014. 2014. Tuna almost miaka zetu kadhaa kama tunaenda 10 hivi sasa. Unaweza ukaniambia sanaa toka mwanzo 2014 hadi sasa hivi mafanikio yapi ambayo umepata kwenye sanaa unakaa unajivunia yes kuna mafanikio yana nimepata kwenye sanaa? Mafanikio ni mengi. Naweza nikasema mafanikio ni mengi. Hasa mafanikio ambayo nimeyapata kwanza ni kutangaza uwezo wangu. Watu wengi walikuwa hawajui uwezo wangu, kwanza wameufahamu. Lakini pia kingine sanaa imenikutanisha na watu wengi sana wa rika tofauti tofauti. Na tofauti na hapo kuna faida nyingi ambazo nazipata kwenye maisha yangu. Nataka turudi hapo kwenye tamthilia ya dunia. Watu wamekupa nafasi na kukutambua kwa ukubwa kwenye tamthilia ya dunia. Na baada hapa kuna maneno yanaendelea kuwa Amani hayupo kwenye tamthilia ya dunia kwa sababu kuna episode kadhaa zinapandishwa uhusika wa Amani kama haupo. Na wewe na uhusika wa Mudi ni watu ambao kama hamuonekani. Mimi nikasema nikutafute kwa sababu mtu alinipigia simu akaniambia Amani hayupo kwenye tamthilia ya dunia. Nikasema ngoja nikutafute. Tuanzie hapa. Ili na ukweli kiasi gani kwa kwenye tamthilia ya dunia wewe sio mshiriki tena? Naweza nikasema ni kweli. Kama mashabiki wameligundua kwamba kuna baadhi ya episode kibao sijapata kuonekana. Ninazozungumzia ni jambo ambalo ni la ukweli kabisa. Kwa sasa hivi nimeamua kusimama kwanza kidogo. Ndio maana sionekane kwenye dunia. Unaweza ukatuambia ni kipi kimekufanya usimame kuigiza kwenye dunia? Ni maslahi tu. Maslahi yako yanapokuwa ni machache. Ndio maana yake. Ulipokuwa unafanya maslahi yako ni kiasi gani ulichokuwa unalipa na yaani ulikuwa unalipa kiasi gani kwa mwezi pale ama kwa siku? Hata unajua maslahi yako ni machache kiasi gani ulikuwa unalipa? Bwana wewe mchokozi sana. Kwenye upande wa maslahi siwezi kuzungumzia sana kwa sababu naweza nikasema kwa upande mwingine atakuwa sio nzuri sana kila mtu afahamu. Yani sitaki tufike sana huko kwamba nilikuwa nalipa bei gani, lakini ukweli kutoka moyoni kwamba maslahi ndio amenifanya nisimame kwenye dunia, ndio maana sasa hivi sionekani. Wewe peke yako ndio ulisema yes maslahi ni machache mimi naamua kuacha, ama ulimshirikisha baba Asma kuwa maslahi machache nataka niongeze maslahi yangu mshahani mnaonyesha kipato, ama ukumwambia uliamua tu kuondoka? Mimi pale sijaondoka tu kama nimeondoka. Naweza nikasema baada ya kuona maslahi ni madogo alafu ukiangalia kuzingatiwa pia ni kudogo, nikasema sasa hii kwangu itakuwa ni shida. Kwa ni bora tu niondoke nikafanya mambo yangu mengine. Japo sijatoka kiubaya kwa sababu hata yeye mwenyewe baba Asma anafahamu hilo swala.
na hata yeye pia ilifikia kipindi akaniambia, bwana Amani, kwa sasa hivi tulipofikia hapa inatosha. Na mimi nikasema sawa, haina shida. Mbona mimi nikaendelea na mambo yangu mengine. Kuna taarifa nilizipata kuwa Amani, kilichokutoa kwa baba Asma, mlikuwa na mkataba na ulienda kushuti sehemu bila baba Asma kujua, na zeni akaja akaona kile ulichoenda kukishuti. Ina ukweli? Hizo taarifa naweza nikasema sio za kweli. Kwanza tuanze kwenye mkataba. Mimi na baba Asma tuna mkataba. Ingekuwa labda nasema tuna mkataba wa kimaandishi, kwangu ingekuwa labda na makosa kufanya kazi nje tofauti na mkataba. Lakini mkataba ambao tulikuwa tumekubaliana ni mkataba tu wa makubaliano ya maneno. Sio mkataba wa maandishi. Kwa upande wao niweke hivyo. Na ile kwenda kushuti, ulimshirikisha kwenda kushuti sehemu ndo kaja kushuti kwake? Kwenye upande wa kumshirikisha, mimi sikuamua kumshirikisha. Kwa sababu mimi ninachojua kwamba msanii kama msanii kitwa kwenye kazi sehemu yoyote ile ana haki ya kwenda kushuti. Ila tu inategemeana na mkataba wenu. Ndio maana narudi pale pale. Ingekuwa labda ni mkataba ambao nimeweka chini kimaandishi kwamba bwana hutakiwi kwenda kushuti kazi ikiwa hujanipa taarifa, tungesema sawa. Lakini mkataba ambao tulikuwa tumekubaliana ni mkataba tu wa maneno, kwamba fanya kazi, mimi nitakufanyaje? Nitakulipa mshahara. Hasa sijaona kama kulikuwa kuna mantiki yoyote mimi kutoka pale kwenda kufanya kazi nje tofauti na pale, alafu mwisho siku nikaonekana nimefanya vibaya. Sijaona kama kuna sababu ya msingi. Hata kuniambia wasanii wanaigiza kwa baba Asma hawana mkataba wa maandishi. Ile tu bana tuigize, nitakulipa kitakachopatikana. Niwe gamba bwana unanipeleka huko. Sawa, nitajibu kama unavyotaka. Nisio muongeaji sana, isije kaonekana kama vile naongea maneno ya uchochezi, kwa sababu mimi sipendi ugomvi na watu. Na sipo hapa kwa ajili ya ugomvi, lakini tupo kwa ajili ya kuweka mambo sawa. Kiukweli nisizungumzia sana kiundani kuhusiana na habari ya mikataba. Lakini kwa mimi ninavyojua tangia natoka pale kwa Basma pale, sijaona kama kuna mtu kapewa mkataba pale. Zaidi ya mkataba tu wa maneno ya makubaliano basi. Lakini mkataba kabisa hivyo maandishi sijaona. Labda kwa sasa hivi ambapo mimi labda sionekani au nimetoka kwa muda huu, sijajua kama huko nyuma kuna mkataba ambao umeandikwa kimaandishi watu wanafanya kazi. Lakini tofauti na hapo, tangu mimi mwanzo nimeanza kufanya kazi pale, mwanzoni alikuwa anataka kuweka mkataba kimaandishi, lakini baada hapo akagairi akaweka tu makubaliano basi. Unapata kipato kidogo afu mwenzako anafaidika sana. Sasa naona nafanya kazi tofauti na kile ambacho nakifanya. Sasa kuna faida gani? Unafanya kazi kubwa afu mwisho siku maslahi yanakuwa ni madogo. Alafu ukiangalia pia kuzingatiwi, lakini kazi yako unaifanya. Sasa unaona huu ni ubinadamu. Kuna juzi tena niliona kuna story kama hii ya kwako ya kutoka kwa Chado na yule mza misumari. Na pia ni hiki kitendo cha maslahi. Kipindi mnaanza Chado alisema alikuwa nipo 100,000 mza misumari. Kipindi mnaanza mlikubaliana kwa mdomo na ukakubali kuigiza. Why ifike mbeleni ndio ukaona maslahi machache? Kwa nini usingekataa toka mwanzo? Unajua nikwambie kitu kwenye maisha bwana, si niseme kitu gani. Ndio hali za utafutaji zilivyo. Unajua mtu anapokuwa na shida na wewe anaweza akakuapproach katika namna moja ambayo ni nzuri sana. Lakini pia mwisho siku watu wanapokuwa wanafikia mafanikio mara nyingi huwa wanadharau na kutokukumbuka kwamba watu wametoka wapi. Katika kupambana mtu atakuapproach vizuri, mtapambana, mtafika sehemu, lakini mkishafikia malengo basi anakuwa na kitu chake mwenyewe moyoni. Ndio shida ya binadamu ilivyo. Yaani shida kwamba ukishakipata tu ndio inakuwa tatizo. Lakini kwenye utafutaji unahitaji kupata mtu ambaye ni sahihi au unamapproach mtu vizuri. Mafanikio yakishakuja basi unaona mwenzio tena hawafai. Hiyo ndio changamoto ya watu wengi. Amani, unafurahia kuigiza kwenye dunia ama unajutia kuigiza kwenye dunia? Naweza nikasema nimefurahia kuigiza kwenye dunia, lakini pia kuna wakati mwingine mimi kwangu inakuwa ni majuto. Kwa sababu kila ambacho nimekitegemea kwangu imekuwa ni tofauti. Unajua unapofanya kazi unategemea upate mapato na mambo mengine pia yaweze kuendelea kimaisha. Sidhani kama kuna mtu ambaye anaweza kufanya kazi tu alafu mwisho siku asipate faida yoyote. Kulikuwa kuna haja ya kufanya hiyo kazi, bora tungefanya kazi nyingine. Ikitokea nafasi kwa kuongeza maslahi, yuko tayari kurudi kwenye tamthilia ya dunia? Kikubwa si mkataba. Kikubwa mkataba. Mbona tuseme Amani ufanye kazi mkataba wa maneno, unataka mkataba wa maandishi? Yaani kwa sasa hivi kiukweli mkataba wa maneno tena mimi siwezi kukubali. Sio umeelewa? Yaani mtu sasa hivi akinitaka tufanye kazi, tukae chini kwanza. Tukubaliane vizuri, tuandikishane mkataba tufanye kazi. Kuna zile taarifa zilizokuwa nasema Amani umetoka kwa baba Asma, umeenda kuunda gang lako, unataka uanze kufanya kazi zako kama zako. Ili ni ukweli?
Mimi sijatoka kuunda gang la watu kuja kufanya kazi. Mimi nimeamua kuanzisha kazi zangu mwenyewe na kufanya kazi zangu mwenyewe. Kwa hiyo sina kama nilivyosema mara kwanza, sijatoka mimi kiubaya. Na sio kwamba nilimwambia basi bwana mimi basi, hapana. Yeye mwenyewe ndio aliamua kusema bwana Amani inatosha. Nikasema sawa. Sasa kama ni sawa, basi nikajitafutia na mimi cha kwangu. Ulipotoka kwa Basma ukamwambia yes mimi natoka na tumesitisha kufanya kazi, ni kipi Basma alikujibu? Kwa sababu tayari msanii ambao ulikuwa unaanza kuigiza naye ile tamthilia ya Dunia toka inaanza, ulisha episode ngapi hiyo? Sikumbuki, lakini nafikiri kwenye episode kama 100 na hivi. Lakini sikumbuki kwa sasa hivi kidogo. Kuanzia mwanzo tuseme kuanzia episode ya kwanza mpaka 100 ulikuwepo. Alafu zeni unakuja unaondoka tu. Yeye alikujibuje kitu ambacho alikujibu Basma ulipomwambia mimi naondoka sasa sitaki kufanya kazi na wewe? Yaani kitu ambacho watu wakifahamu kwamba mimi sikuondoka na wala sikumwambia kwamba Basma mimi naondoka. Ila kilichotokea baada ya kuona mimi najipambania mwenyewe, yeye mwenyewe tu akaamua kusema bwana inatosha kwa hapa, naomba tusimame mimi na wewe. Kwa hiyo baada ya kuzungumza hivyo, mimi sikuwa na mantiki ya kuendelea kwenda kufanya kazi wala kuombaomba kwenda kufanya kazi pale. Ndio maana nimeamua kujitafutia mimi kama mimi. Inamaanisha ulikuwa ushaanza kushuti, Basma ndo akaona. Alipoona ndo akakwambia yes, tumalize hapo hapo. Ndio maana yake. Hukumjibu chochote? Sijamjibu chochote wala sijazungumza chochote, kwa sababu ningekuwa labda ni mtu wa kulalamika au kuongea chochote, mngesikia hata kwenye mitandao huko nimeanza kuongea. Lakini sijamjibu na sijazungumza chochote. Nikamwambia tu brother nashukuru. Alafu pia kingine sio kwamba yeye ndo alinipa hizo taarifa. Kilichofanyika yeye alimchukua tu kijana wake wa pale akanipigia mimi simu. Kwa bwana mimi nimepata nakupa taarifa kutoka kwa Basma kwamba nakwambia kuanzia sasa hivi kwa hapa ambako umefikia inatosha. Nikasema sawa, haina shida. Yeah. Kwa Basma ukaongea naye tena baada ya kupata hizo taarifa? Yaani sijazungumza na Basma, alafu mimi Basma sijazungumza naye muda mrefu sana. Sio mtu sana wa kuongea naye na wala sio mtu wa kupiga naye sana story. Kwa nini ulipopata taarifa na mtu mwingine afu ukasema kwa nini usingepata nafasi ya kumtafuta yeye mzungumzi? Sasa unajua nikwambia kitu. Unajua kwenye haya maisha haya, siku zote mimi nasemaga iwe hali ya utafutaji na sehemu zingine zote zile. Mimi naamini Mwenyezi Mungu ndo anapanga riziki. Kwa sababu kama yeye aliamua kuniapproach ya kumwambia kwamba Mudi atafute mtu, kwa sababu mimi Mudi ananifahamu na tulikuwa tunafahamiana naye kwa muda mrefu, akaamua kunipigia simu, bwana njoo kuna nafasi imetokea, njoo ucheze. Ndio kwa mara kwanza mimi ninakutana na Basma. Na baada ya kucheza kuonesha uwezo wangu, akasema ni sawa, huyu anatufaa. Na ulipopata hizi taarifa za kuondoka kwa Basma, uliwasiliana na Mudi pia? Mudi mimi sijawasiliana naye muda mrefu kiukweli. Yaani muda mrefu hatujatafutana. Yeah. Kwa nini usimtafute mshikaji wako? Naambia bana kuna 1 2 3 umetokea hivi na hivi, kwa sababu tunamwona sasa hivi yuko Kongo, yuko Burundi. Huku mtafuta, kwa hiyo usimtafute mshikaji wako? Unajua bwana, binadamu sisi tumetofautiana sana. Tumetofautiana upeo na tumetofautiana fikra. Kwa sababu yeye pia ndio mtu ambaye mimi aliniconnect pale. Kwa kama kuna tatizo lolote ambalo ameliona labda limejitokeza kwangu mimi na bosi wangu, ilitakiwa pia awe ni mtu ambaye yeye pia nitafute bwana kuna shida gani, kwa sababu yeye ndio mwenyeji wangu pale. Lakini kama yeye aliamua kukaa kimya, kuna sababu gani mimi kumtafuta Mudi kuzungumza naye chochote kuhusiana na habari ya kazi? Kwa hiyo hata yeye sio kwamba taarifa anazo na ameridhika. Kaona haina haja kila mmoja tu aendelee kutafuta. Pia kulikuwa na watu wanasema kwa Mudi ni miongoni mwa watu ambao wametoka kwenye tamthilia ya Dunia kwa sababu asimeonekana sana yuko Burundi na mkewe. Na hili lina ukweli ama lina nini? Kwa sababu tunakuwa na mashaka sana Mudi kama hayupo sana yeye. Kwa upande huo nisiwe muongo sana, kwa sababu kwanza mimi nimetoka pale kwa Basma kwa muda mrefu na mimi sijihusishi sana na habari za kwenye timu ya Dunia. Kwa hiyo tangia muda mrefu pia sijazungumza na Mudi chochote na sijajaribu kuulizia chochote kile. Kwa hiyo katika taarifa hizo nisiwe muongo na nisiwe mnafiki, sifahamu chochote kile kweli. Kwa sasa hivi na tuseme tu maoni mwako unaona kinyongo chochote na Basma? Sasa kinyongo kitoke wapi? Kinyongo kitoke wapi? Mimi sina kinyongo na mtu. Hivi kwa nini sana wasanii wanapoanza hizi kazi wako mnagombana kisa maslahi na mahusiano? Kuna vitu vinaongelewa ya kuwa chanzo cha mahusiano pia ni sehemu ambayo imefanya Amani atolewe kwenye tamthilia ya Dunia nje ya maslahi. Hicho kitu kwa upande wangu hapana. Mimi huwa sichanganyi mahusiano na kazi. Kwa sababu ukichanganya, yani mahusiano ni mahusiano afu kazi ni kazi. Umeelewa? Ningekuwa labda mimi pale kwa Basma nimetoka kwa ajili ya mahusiano ungesikia. Lakini kitu ambacho mwenyewe pia umekisikia nimetoka kwa ajili ya maslahi. Yeah. Maslahi ndio chanzo kikubwa. Hicho ndio chanzo kikubwa. Ni maslahi brother. Lakini ukitazama Dunia kwa nafasi yako ile ulicheza kama Chachi Boy na sasa hivi umetoka,
unaweza ukasema kuna nafasi ya nafasi kubwa kwenye upeo wa sanaa ya kutengenezea watu kukufahamu zaidi, kama nitakuwa sijakosea? Kiupande wangu naweza nikasema nashukuru Mungu, na sio kwamba najigamba sana, kwa sababu ujue kila kitu ni kinapangwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo katika part ambayo nilipewa nika play kama vile ambavyo inavyotakiwa, namshukuru Mungu, imenitengenezea wigo mkubwa sana wa kufahamika. Yeah. Nafasi za wasanii sasa hivi kutafuta kufanya nao kazi zikoje? Wanakuja wasanii ambao wanataka Mudi nani anakuambia Amani nataka uje kwenye tamthilia yangu tucheze? Kuna baadhi ya watu wananihitaji kufanya kwenye kazi zao. Lakini ujue kikubwa ambacho kilikuwa kinawabana watu ni kutokana na kwenye kampuni ambayo mimi nilikuwa nafanya kazi. Unajua mtu mwingine anatamani kuapproach mfanye kazi, ila anachokuja kuangalia kwamba ni namna gani atakutoa pale ili ufanye kazi. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wengine pia walikuwa hawafahamu kwa mimi siko kwa Basmo. Naweza nikasema labda inaweza kuwa pia ni moja kati ya fursa ambayo mimi itanifanya pia kuendelea kufanya kazi nyingine, sio tu kwenye dunia peke yake. Kwa sasa hivi milango iko wazi kwa msanii wote anataka kufanya kazi na wewe, akutafute wewe. Yani kwa mtu ambaye anahitaji mimi nifanye kazi na yeye, mimi nampokea kwa moyo mmoja. Niko tayari kufanya kazi. Kikubwa tu ni makubaliano, tunafanya kazi. Sababu sina kazi nyingine, kazi yangu mimi ni sanaa. Kwa hiyo tunasema sasa hivi Amani rasmi umeanza kufanya kazi zako peke yako sasa hivi binafsi wewe kama wewe? Mimi sasa hivi nimeanza kufanya kazi zangu binafsi. Kama hivi ninavyoongea na wewe, nimeshaingia tayari kambi, niko kambini. Kwa hiyo naendelea kupambana. Tutarajie kazi za Amani sasa. Yani kikubwa hapa ni kutarajia kazi tu. Kutarajia kazi, na nadhani sio muda mrefu nitaanza kuachia. Nitaanza kuachia kazi yangu, na watazamaji au mashabiki zangu wakae tu tayari, na nakuja kama kawaida yangu. Waga silengeshi kwenye mambo yangu. Kwa hiyo kazi itaanza kuruka sio muda mrefu, nadhani kuanzia siku 2 hizi, na tamthilia yetu inaenda kwa jina la Jiko. Itakuwa pale mjini YouTube, na tutakapoanza kuposti nadhani tutafahamishana. Jiko, tupe historia fupi album ambayo tunataka aisubirie sasa kuja kuitazama. Inakuwa inahusu nini? Mahusiano, maisha, uchawi, mikasa, ama maisha yetu Waswahilini? Ukizungumzia Jiko unazungumzia katika hali ya uhalisia, unazungumzia kifaa ambacho unaweza ukaweka mkaa au katia kuni ukawasha. Sasa katika kuwasha kule kwamba inategemea na sasa unaunguza kitu gani. Nikija katika tafsiri ya kawaida kwamba ukizungumzia Jiko unazungumzia jiko ambalo wakati mwingine linawaka, muda mwingine linazima na vitu kama hivyo. Kwa hiyo katika kwenye maisha ya kawaida kuna vitu vingi vinatokea. Kuna masuala ya mapenzi, kuna masuala ya usaliti, kuna masuala ya chuki, kuna masuala ya choyo, kuna mambo mengi sana ambayo yanatokea kwenye dunia na katika maisha ya kawaida. Kwa hiyo tumejaribu kuita jina Jiko kwa sababu kuna vitu vingi sana ambavyo tunahitaji kuvionyesha katika tamthilia yetu ya dunia. Katika tamthilia yetu ya Jiko. Kwa hiyo kikubwa mimi ambacho nachohitaji au nachoomba ni support kwa mashabiki, watupokee au wanipokee kama vile ambavyo walinipokea kwenye dunia. Na mimi kiukweli sijui niseme kitu gani, lakini kazi itakuwa nzuri. Nataka tunapoelekea mwisho nataka utuambie kwenye hii tamthilia unaoileta Jiko, YouTube itapatikana kwa jina gani? Yaani tutatumia jina la YouTube jina gani? Amani ama nani? Tueleweshe hapo, utakuwa unatumia jina gani? Sawa, kwenye tamthilia yetu itaruka kwenye account inaitwa Wagunda Media. Tuna account yetu inaitwa Wagunda Media, kwa hiyo tamthilia yetu itaruka kule. Kwa hiyo kwa mtu ambaye labda anahitaji kuisubiria, anaweza kaenda tu moja kwa moja YouTube akaandika Wagunda Media, alafu anaweza kusubscribe kabisa mapema ili sisi tutakapoanza kuachia kazi, hiyo ni rahisi kwa hiyo kupata notification kwa ajili ya kuangalia kazi. Tunapoelekea mwisho nataka uambie neno moja mashabiki ambao walikuwa wanakuulizia sana kwenye tamthilia ya dunia. Uambie kitu cha mwisho mashabiki ambao walikuwa wanajiuliza Amani yuko wapi? Kwanza mimi napenda kushukuru sana kwa mashabiki ambao wameanza kunifuatilia kwenye kazi zangu, hususan katika tamthilia ya dunia. Mashabiki ambao wananipenda, lakini pia ambao wanahitaji mimi niweze kufika mbali. Kutoka kwenye dunia sio sababu ya mimi kwamba siwezi kufanya kazi sehemu nyingine, au kucheza kwenye dunia sio sababu kwamba mimi kipaji changu kimeishia pale. Kwa hiyo mimi ninachokiomba waendelee kunisupport katika hili. Nakuja na kazi yangu hiyo mpya inaitwa Jiko, na sio muda mrefu nitaanza kupost. Kwa cha msingi nadhani ukimwi amekuwa ni muda mrefu sana wamenimisi, wataniona huko katika kazi yangu mpya. Mimi nakushukuru sana kwa muda. Nashukuru sana ndugu yangu. Lakini kabla sijamaliza, naweza nikasema kitu kimoja kwamba hizi kazi tunafanya pia wakati mwingine kiugumu sana. Kwa hiyo
pia tunatamani kupata support. Kwa kama kuna mtu yoyote ambaye labda anahitaji kutia support, angalia Church Boy au Amani anafika wapi katika kazi zake, pia sio mbaya, tunaruhusu, tunapokea support. Yeah. Mimi nakushukuru sana man. Nashukuru pia. Tunasubiria tamthilia Jiko, utakapoipost mimi nitarudi kuja kuitazama nijue ni kipi imefanya ndani ya tamthilia, na atakuja kufanya interview na wasanii wako ambao watakuwepo ndani ya tamthilia. Kwa hiyo utakapoipost mimi nitarudi kuja kuzungumza nao. Kila mshiriki nitazungumza naye. Mimi kwanza nashukuru sana katika hilo, nashukuru sana kwa support zenu kwa sababu pia nyinyi ni watu wa muhimu sana. Wakati mwingine bila nyinyi hatuwezi kufika sehemu. Kwa hiyo tunafanya kazi pia kwa ushirikiano. Pia nashukuru sana kwa kutambua uwepo wangu na kutambua ukubwa wangu. Unajua yaani kwamba sio kila mtu anaweza kukupa heshima kama hiyo. Yeah, kwa hiyo kingine ambacho mimi napenda kushauri, tujaribu kuishi vizuri na watu. Yeah, yani mafanikio yasikufanye kwamba wewe uweze kusahau kule ambako umetoka. Hajalishi umetumia nguvu gani, kwa sababu huwezi kufika wewe kama wewe. Umefika pia kwa kutumia nguvu za watu. Kwa cha msingi tuishi vizuri na watu. Basi hiyo ndio jambo la msingi. Alafu tukielekea hapo mwisho, ukuwahi kuongea na Baba Asma, nataka umwambie kitu kimoja Baba Asma ambacho yes unaweza ukasema na wish kumwambia kwa sababu hatujue kukaa kuongea. Okay. Kwa upande wa Baba Asma mimi kwanza namshukuru. Namshukuru kwa sababu imekuwa ni daraja au ni njia mimi kuweza kufika sehemu. Japo wakati mwingine vitu vinatokea kwa sababu ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Si binadamu tunatumika tu kama sehemu za mpito. Kwa napenda kumshukuru, lakini pia vile vile kama nilivyosema mimi sina ugomvi na mtu. Kiroho safi. Kwa hiyo hivyo yani. Yeah. Nashukuru sana. Nashukuru sana ndugu yangu.